Kipindi Mati unamkuta, ulimkuta kwenye sanaa au hakuwa kwenye sanaa? Kusema kweli mimi nilikuwa siji chochote kama yupo kwenye sanaa au hayupo. Kadri siku zinavyozidi kuenda, unajua hii mambo yao wanaofanya haya yanaenda mbali sana. Mimi nilikopo zangu huko kwenye harakati zangu. Kwanza kabisa mimi niko Kongo. Okay. Kule ndiko kama unakusikia Bukavu. Manake shughuli zako nyingi unafanyia nje Kongo, Bukavu. Niko Bukavu kule. Shughuli gani sijui mtazamaji afaidike? Sisi kule sema ndio hivyo, tunakuwa madini tunachimba madini na ingawa kiugumu lakini sisi ndio maana kule sisi hatutaki kuwa na suti nini, make muda wote unashangaa unachimba madini, bomu limepiga pale, inabidi mkimbie muende sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi nilikuwa Kongo kwa sababu hii mimi nilikuja kumpatia huku Tanzania. Ilikopo kwenye baa moja, nimemuona pale, ikampenda msichana mzuri, si unajua. Ina maana ulimuona baa? Nilikuwa nimemuona baa, kwa hiyo ikampenda vizuri kabisa, akasema yeye atanipa contact. Nipa mimi contact, basi mimi nikawa nawasiliana nikiwa Kongo. Kwa hiyo mambo ya kushuti nini mimi. Kwa maana yake mpaka mimba na nini, maana yake ni mmekaa kwenye mahusiano kwa muda fulani mrefu kidogo. Mara nyingi nakuja Tanzania, naondoka. Nakuja, naondoka. Kwa hiyo amepata mimba, yeye mama yake yuko Kigoma. Kigoma, nikamwambia basi aende Kigoma ili akamsalimie mtoto kwa sababu toka yuko tumboni haja ongea na bibi. Na ndio hapo inaonekana kwamba bosi wake alikuwa anamzuia. Alikuwa anakuambia kwamba kuna hayo mazuio yanatokea? Hapana, bibi huyo bosi gani? Wakati mimi mke wangu mimi hajaniambia kama anafanya kazi wapi. Mimi nimeona tu wanasema bosi kwenye mitandao, sijui kwenye movie. Mimi kusema bosi hapana. Lakini kwa maneno mwenyewe ya mkeo Mati, anadai kwamba kuna kipindi walikuwa wanakuja kushutia nyumbani kwake, ambako nadhani kwako pia. Ulikuwa unafahamu hilo, kama kuna wageni wanakuja nyumbani wanashuti na nini? Ulikuwa unafahamu? Mimi nilisikia interview ndo anasema hivyo, lakini mimi sikujua na nilikuwa sijui kama anafanya hivyo. Kwa sababu mke wangu mimi sikujua kama yeye muigizaji. Mimi nimekutana baa, sawa, hajaniambia kazi nafanya nini, umeona. Kwa hiyo kukaa kwenye mapenzi mwisho wake napata nini, mimba, ndio hiyo inakopa. Mimi naenda kwao, namwambia mama yake, namwambia nani, ndio tunakuwa tuna mapenzi, lakini movie hamna. Biashara ya baa ambayo ndo ofisi yake kuu ambayo anaifanya, licha kuwa amesema na biashara zingine ambazo anazifanya, ni wewe umemfungulia au ni vipi? Na umefungulia labda baada ya hili lilotokea au ni toka zamani alikuwa nayo? Hapana, toka zamani. Sema alikuwa na mambo mengi, mimi sijui mambo gani. Kwa hiyo akasema mimi saa hizi ngoja nifanye mambo yangu, alafu kwenye biashara itaendelea. Pale nimeweka mtu, yeye ameweka mtu. But sasa hivi anafanya yeye. Mimi nikamkataza huko mikushuti. Nikamwambia mko unafanya malaya, mimi hapana. Mimi naona wanashikana na mvulana kama mimi na madevu sijui inaitwa nani, manyanya kama namani ya manyanya sema manyanya nashikana nini. Kasema hapana, mimi mwanadamu, mimi napenda sana Tanzania, wanawake Tanzania. Sasa inavyoshika vile naweka mazoea, mwisho wake inaweza ikana nini. Lakini ni kazi, na pia anadai kwamba walikubaliana na alikuwa analipwa japo sio hela ile ambayo alikuwa amekubaliana. Nadhani pia ilikuwa inamsaidia kwa sababu anadai kwamba kuna wakati kama ulimsusa au sijajua ni kitu gani ambacho kilikuwa kimepelekea, lakini anadai kwamba maisha yalikuwa magumu, akauza mpaka sofa ambazo anazo nyumbani kwenu au kwake. Huoni kama ilikuwa inamsaidia labda kwa kipindi chote ambacho alikuwa anafanya, hata kama ulikuwa labda hujafahamu sana? Hapana, wewe hujasikia vizuri. Mimi nimesema hivi, kule Kongo nachimba madini. Bukavu M23 tunajua kama vita inatokea M23 wewe inahama. Kama inahama inaenda sehemu nyingine, inashinda tena kupata hii mawasiliano kwa ajili ya kuweza kuwasiliana na mtu. Kwa hiyo wale wanapigana vita, inafungia eneo.
Kwa hiyo hakuna mawasiliano. Sasa kama hakuna mawasiliano, mimi haiwezi jua Tanzania ina nini. Kwa hiyo kusema kwamba mawasiliano si uza sofa, mimi Tanzania ilikuwa kweli imesimama kwa ajili ya vita. Vita ndio inafanya hivyo. Kwa kuna muda kumbe mawasiliano yenu huwa yanakata kweli. Kama hamna vita Kongo, kama ina vita Kongo, basi mawasiliano inakuwepo. Kama vita ipo kule, hakuna kusafiri, itasafiri nini? We kama wewe inasafiri kama kuna vita, inasafiri? Huwezi kusafiri. Kwa hiyo ndio hivyo imetokea. Basi mimi nikasema ngoja ije huku, kama vita imeisha nakuja huku, ndo nakuta hiyo mambo mengi. Mimi kwanza inichukia ile jamaa inasema kwamba mimi sijui mke, mimi ile pale mimi inanipangia mimi, mume wake inanipangia mimi. Mimi nikasema hapana, mimi kama tutoka, nikamwambia mama mkwe, tukaenda polisi, imeenda kushtaki kwamba mimi mke wangu, mimi inalipia mali, inalipia hela, alafu yenyewe inapangia mimi mke ya mimi. Kweli inakuja? Hiyo haiwezi kufanya hivyo. Nikaona Tanzania mbovu, akili mbovu kabisa. Okay. Umekuja kwa ajili ya kumchukua kulingana na haya yote yanayoendelea, au nini kila kufanya labda ufiki, au umekuja tu kusalimia, utaondoka tena utamwacha hapa Mate? Nyumba ile mimi nimenunua. Hii nyumba kwangu mimi nimenunua, nimemjengea Tanzania kwa sababu kule hamna amani. Kama hamna amani, wewe haiwezi kukaa kule. Tanzania iko na amani kubwa. Umeona? Hasa ikija kule, mimi muda mwingine mimi mwenyewe nasema labda siku nyingine itakufa kwa sababu vita kule muda wote inapishana, watu imeshika bunduki. Umeona? Kama imeshika bunduki, sasa ile mwanamke inaweza ikapata tatizo na mtoto. Mimi nasema kaa Tanzania yenye amani. Ila mambo inafanya mimi sitaki tena hii, sitaki. Hapana, mimi sitaki. Wewe saizi mimi itaweka vijana kule Kongo inachimba madini, mimi naenda naangalia, narudi nakaa na mke wangu. Ione hiyo nasumbua mimi mke wangu. Ione taki kabisa, mimi sikia sitaki. Ione mimi sitaki. Sawa. Mati yeye amezungumza vitu vingi sana, lakini pia bosi wako akazungumza vitu vingi kwamba familia ya mke wako wewe inakutegemea sana wewe, kwamba familia yao ni duni, inakutegemea sana wewe. Nataka kufahamu labda ni kweli wakwe zako unawabeba kwa kiasi hicho ambacho maneno yanazungumzika? Mimi toka nakutana naye anasema nyumbani kule hamna kitu. Umeona? Akasema mimi niko nakusaidia. Mimi niko nafanya biashara kidogo, ingawa tabu kidogo kutokana na kule vita, lakini mimi nakusaidia. Wewe unataka hela ngapi? Inasema hela, mimi nampa baba, nampa mama. Mimi nampa mama, au yeye mwenyewe nampa mama. Kwa hiyo mimi nasaidia kwa sababu nampenda mwanamke. Kama inampenda mwanamke, si nasaidia hata wewe? Kama nampenda mwanamke, mimi niko nasaidia mpaka familia. Kwa sababu ile mwanamke mimi naipenda moyoni. Nataka kupiga story na mume wa Mati ambaye pengine wengi walikuwa wanajiuliza kwamba ni mwanaume wa aina gani Mati, mpenzi wake ni yupi? Huyu bwana ndo mpenzi wake halali wa Mati na wanapendana kweli kweli. Nadhani Mati mwenyewe uliona namna ambavyo anaheshimu maamuzi ya mume wake. Nikupe hongera shemeji yetu, karibu sana Tanzania. Asante. Mimi Tanzania napenda sana. Tanzania napenda, iko na msichana mzuri. Mzuri sana, ndio maana mimi nimemuoa ile Mati. Napenda sana. Ananipenda. Anapenda sana na mpaka ikasema kwamba yeye itaka azae na mimi. Tayari na mtoto. Kwa hiyo inapata mtoto, mimi nafurahi na yeye anafurahi. Kwa tafsiri hiyo sasa, Mati sasa hivi tuseme hana shughuli nyingine zaidi ya ile baa ambayo ulimfungulia, na nadai kwamba maigizo ambayo alikuwa anayafanya yalikuwa yanamfanya aendelee kufurahia, kwa sababu anadai kwamba ni kipaji chake ambacho alikuwa anakipenda. Mmeshaongea hilo kwamba yeye yupo tayari kiasi gani kuacha hiyo kazi ya kuigiza kama ambavyo ulimuona kwenye mitandao? Hiyo sasa mimi nakaa na familia, kwa sababu ile iko na talanta yake. Kama iko na talanta yake, mimi iko nauliza, inapenda mume ama iko napenda talanta yako? Kama yeye inasema iko napenda mimi, basi pende mimi. Kama inapenda talanta, basi ifanye talanta yake. Mimi hakuna nyingine zungumza hapo. Hakuna nyingine zungumza, kwa sababu inaumia.
Unamwambia nini bosi wake sasa wa Mati ambaye ni mkeo? Unatamani kumwambia nini ili labda akiona interview aweze kuelewa kwamba Mati sio mwanamke wa hovyo kama wanawake wengine alivyokuwa anawachukulia au vile ambavyo alikuwa anamchukulia? Mimi naweza sema kwamba heshimu mke mtu. Heshimu mke na mtu, au kama unaona mimi sio Tanzania ipo na dharau, hiyo acha. Kwa sababu mimi napendana. Kama napendana na mtu basi heshimu. Kama inataka yeye inaniomba mimi. Ile sio kila mtu nachukua. Wala baba yake, mama yake, hapana. Mimi ndio nampenda mimi na yeye iko naruhusiwa na mimi. Kwa sababu mimi iko naoa. Kama iko naoa kwa nini ichukue mtu mwingine? Mimi inauliza Tanzania kwamba traditional Tanzania inasema kwamba kama mke inaoa inasikiliza inasikiliza mimi. Sasa kama inasikiliza kila mtu basi hiyo sio mwanamke.